mfupi. Sasa kilimo cha mitiki hiki ni kilimo ambacho ni uwekezaji wa muda mrefu, ambapo mtu akiwekeza matunda yake hatarajii kuyapata kwa leo hii. Yaani matunda ambayo unatakiwa unapofanya uwekezaji wake unaweza kupata matunda ni kuanzia miaka 5 na kuendelea. Hapa inategemeana na aina za mbegu. Kwa hiyo presentation hii nitaituma kwa email tutapatia ili uweze kuangalia aina mbalimbali za mbegu na jinsi ambavyo zinastawi. Kwa hiyo sasa hivi nitajikita zaidi kuzungumzia uwekezaji huu kwa ujumla. Angalau uwe na ekari, yani ekari angalau 5 mpaka 100. Na kwenye hizi ekari 5 unaweza ukafanya mixed, yani ukapanda mitiki, labda ukapanda na aina ya mazao ya muda mfupi. Kwa mfano unaweza ukapanda kama mahindi, mtama, kwa sehemu zingine hapa swali mtama, na mazao mengine yale ya muda mfupi, kwa miezi 2, miezi 3 au miezi 4. Faida ya kwanza, uwekezaji wa hichi kilimo cha mitiki inasaidia kutunza ardhi. Yaani ardhi kwa muda mrefu inaweza kusustain kwenye upande wa microbiology. Yaani wale viumbe ambao wako katika ardhi, unapopanda mitiki unakuwa na kitu kama symbiosis. Jinsi ambavyo uchalishaji ya ecosystem, yaani viumbe hawa wadogo wanasaidia ardhi inakaa na ile mbolea kwa muda mrefu. Faida ya pili ni kwenye kipande ya kipato. Miti ya mitiki muda wa uvunaji wake inakuja kusaidia kupata kipato kikubwa. Na faida ya tatu ni kwenye upande wa circulation of air. Kwa ujumla unapokuwa kufanya kilimo cha mitiki, hata mzunguko wa hewa ya sehemu husika jinsi kwa inakuwa inasaidia kuwepo kwa mzunguko mzuri wa hewa. Na faida ya mwisho ya 4 kwenye kilimo cha mitiki inasaidia zaidi kwenye upande wa kutunza mazingira. Hii kwa mfano wakiwa tumia kilimo kivuli, na baada hapo kipato binafsi baada ya kuuza. Nije sasa kwenye umuhimu wa kufahamu uwekezaji. Ni vipindi gani vya msingi ambavyo kwa mtu anaweza akafanyia uwekezaji. Umuhimu wa kwanza wa kufanya uwekezaji kwa jumla ni kwamba unapokuwa na kipande fulani cha ardhi, faida ya kwanza ya pale, thamani ya ile ardhi itaendelea ku appreciate. Yaani kutokana na idadi kama Tanzania tunavyozidi kuongezeka, thamani ya ardhi hata kama ikawa kilomita 60 kutoka mjini kati au kutokea mjini, muda unazidi kwenda na idadi ya watu inazidi kuongezeka, thamani ya ardhi sehemu husika inaongezeka. Na faida nyingine ya kiuchumi, ile ardhi inapokuwa inaongezeka thamani, unaweza ukaitumia kwa uwekezaji mwingine, ambapo huo ni uwekezaji kwenye upande wa real estate. Kama unaweza ukawekeza kwenye majengo, au unaweza ukawekeza kwenye ujenzi wa nyumba, majengo ambayo tunazungumzia kama majengo ya rejareja. Unaweza pia ukawekeza kwenye majengo ya ofisi. Na faida nyingine ya kuwa na ardhi ile ambayo pia mwanzo tunaweza kama ulitenga kwa ajili ya kilimo, inaweza pia kusaidia kwenye upande mji unapokuwa unatanuka au kukua kwenye sehemu husika. Kama kuna swali kabla sijaendelea, sasa nataka niende zaidi kwenye upande wa uwekezaji na kujua ni aina gani uwekezaji watumishi wanapokuwa wanataka kufikia kustaafu kwenye aina hizi za miti mbalimbali. Asante. Mimi nimetaka kujua zao la mitiki linachukua muda gani mpaka kuvunwa hilo moja, lakini pili lina ustahimili gani kwa janga la moto, kwa sababu miti huwa inateketea sana na moto.
Kuna mwingine mwenye swali lingine kabla sijaendelea? Zao la mitiki linachukua miaka 3 hadi miaka 5 kwa mbegu za kisasa ili kuja kuvunwa. Pia inachukua miaka 4 mpaka miaka 7 kwa mbegu za kati, kwa sababu kwenye mitiki kuna aina 3, na aina ya 3 inachukua miaka 10 hadi 15. Hii ni ile ambayo inakuwa mirefu, alafu inakuwa na tunasema nyama nyingi, yani aina yake unakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo hii aina ya kwanza, hii ni za kisasa ambazo zimefanyiwa hybrid na inahitaji matunzo zaidi. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kuchukua. Tukija kwenye upande wa jinsi ya kuzoa moto, na ndio maana kilimo hiki kinahitaji sehemu kubwa ya wazi ili uweze kuweka sehemu za kuita ni fire break, yani sehemu ambazo utaacha sio wazi, baadaye zitakuwa zinasafishwa. Kwa mfano muda wa masika au unapokuwa kipindi cha mvua, hizo ni sehemu ambazo utaziacha za wazi. Inatakiwa au inapendekezwa uache kuanzia mita 12 mpaka mita 20, yani pembezoni mwa miti ambayo utakuwa umelima. Ya sehemu hii tunaenda kama ni fire break, kwamba hata kama moto utakuwa umeruka kutoka upande wa pili, labda umeungua kutoka na majani mengi au nyasi nyingi, kwa hiyo sehemu hii ambayo itaachwa ya wazi ni baadaye kuja kusafisha na kuja kusaidia hata kama tutakuwa mkubwa. Na prevention nyingine inashauriwa artisti uwe na tawa 2 mpaka 3, hasa kutegemea na shamba lako lina ukubwa kiasi gani. Kwa sababu kwa mfano ukienda Morogoro, Iringa, ukienda kwa mfano Njombe au Mafinga, waingia pancha ndani ambako tuna shamba la mfano kule, shamba linakaribia kama ekari 500. Alafu kuna power ya manake zile ni minara kama 10. Hii ni kwa ajili ya kuangalia kwa mfano kipindi cha moto ambapo umechomwa, kuangalia wapi kuna moto, wapi kuna moshi. Baada ya hapo, ulinzi mwingine ambao tunatakiwa kuweka ni kwa ajili vijana wa kuchunguza, kwenda kuangalia zile sehemu ambazo kwenye fire break pembezoni kila mara msafishwe, artisti kusiachwe nyasi, ili iwe tiada kwamba hata kama moto umeruka kutoka upande mwingine usiweze kufikia kwenye shamba la miti. Labda kama una swali tena. Naweza nikafanya naweza nikachanganya miti wakati bado midogo pamoja na mahindi au na maharage ili nipate advantage ile ardhi. Ndio sababu ile spacing iko kubwa katika pale na mahindi. Unaweza kuchanganya. Na hii ndio inapendekezwa sana kwa sasa hivi, kwa sababu unapochanganya inakuja kusababisha kitu kama symbiosis. Yaani mimea inapokuwa ina tofauti, kwa mfano mimea jamii ya kunde ile inatoa kemikali ambapo zile kemikali zinawasaidia bakteria wanafeed. Wale bakteria wanaenda hao bakteria wazuri wanawala bakteria wabaya ambao wangeweza kushambulia miti. Sawa? Na pia kwa mfano jamii za mahindi cereals, hizi zinasaidia sukari. Ile sukari inatumika na bakteria, sawa, wale bakteria wazuri wanafeed pale, wananufaika. Kwa hiyo kwa mfano kama ukipanda mitiki peke yake bila kuchanganya, basi itabidi kidogo uongeze kemikali za kutumia ili angalau kuzuia, kwa sababu kwenye mashina chini huwa bakteria wao wanaanza kuzalisha, kama swala la maji na usafi kwenye ile miti haupo vizuri. Ndio. Kuna watu kule Njombe wanatangazisha miti, kuna mashamba ya miti yanauzwa. Ndio. Je, kwa mitiki na unasema unafanya kazi kwenye real estate. Ndio. Really what something unasema real. Yeah, real estate. Yes. Ndio. Je, mna mashamba yenu ambayo yameshapandwa, alafu mnatuuzia sisi ambao hataki kulea kuanzia michanga? Kwa sisi sasa hivi bado hatujawa na mashamba ya kuuza, lakini tuna shamba la mfano ambalo hili ndilo tunaanza kulihudumia ili baadaye ndio kama nini.
ila kuna watu wengine kwa mfano kama wenyeji unakuwa mashamba baada ya wameshapanda. Kwa hiyo tutakapoongeza uwekezaji tutafikia hapo, kwa sababu tunaweka mfano ili, kwa sababu tumeanza mwaka 2023, kwa hiyo tutarajia mwaka huu mwezi wa 9 assessment ianze sasa kuvuna, kwa sababu ni uwekezaji ambao haufanyi leo kwa kunufaike leo, ila faida yake ni kubwa zaidi kwa sababu ni lifelong investment. Kwani mitiki unakata inachukua kama vile eucalyptus? Kata mara ya kwanza alafu unachukua tena, kata tena unachukua, au kata mara moja ndio imetoka? Sasa hapo kuna species tatu. Kuna species ambazo unaweza kukata ikachukua. Kuna wengine jinsi ya kukata, ukikata kwenye zile bagi vibaya haitaweza kuchukua tena. Kwa hiyo ndio maana kunatakiwa utaalamu. I think itawapatia video ili tungeweza kudisplay kwenye hizi aina tatu kuona. Ilikuwa kwa sababu ya muda kidogo ya Asante. Mimi nitamani kujua, mlikuwa ukihamasisha kwamba uwekezaji huu unapata hela nyingi. Hela nyingi maana yake nini? Ungetuambia labda heka 1 au heka 5 unaweza ukapata kiasi kadhaa, ingekuwa vizuri zaidi kuliko hivyo hela nyingi. Sasa hela nyingi zinabaki ni nini? Asante. kwenye uwekezaji lakini tunasema input alafu pia na output. Kwa hiyo kwa mfano mtu ambaye atawekeza labda kwa eka 5, huyo tofauti na mtu ambaye atawekeza kwa eka 100. Sawa. Kwa mfano eka 5 tunasema kwa kawaida kutokana na mahesabu ya kitaalamu, kwa mtu kama akiwekeza kwenye ekari 5 tunatarajia uwekezaji wake uweze kuzaa mpaka kwa mara 16. Yaani achukue eka 5 akaweza kazipatia akapanda miti, kwa kwanza akatumia milioni 4 mpaka milioni 5 na kuja kuuza hizi na tunakadia kwenye milioni 80 mpaka milioni 100. Na yule ambaye anafanya kwa eka 100 au labda akaenda eka 200, faida yake inaweza kuwa mpaka 20 fold. Ndio maana hii inatokana na jinsi ambavyo unahudumia ile miti, lakini pia inategemea na soko, kwa sababu kuna muda mwingine soko linakuwa halipo constant sana. Soko muda mwingine linakutana na masuala ya inflation na deflation. Kwa hiyo ikitokea hii unaweza kukuta kwamba labda faida utajia umeweka kwenye milioni 5 au 10, faida yako utategemea uje upate labda milioni 90, lakini kutokana na soko muda ule ukaja upate labda milioni 60 au 70. Kama sasa za kuhudumia, kuna ile species ya kwanza ambayo ni ya muda mfupi. Kwa kila mwaka tunakadiria ndani ya miaka 3 unaweza ukatumia 800,000 mpaka 600,000. Sisi shamba mfano ambao tunafanya tunatumia 800,000 kwa mwaka kwanza, mwaka wa pili tutumia 600,000, sasa hivi tuko mwaka 3 tunaenda 4 mpaka sasa tunatumia 400,000. Kwa hiyo jinsi miaka inavyozidi kwenda, gharama inaanza kupungua ya kuhudumia players. Hii ikiwa sehemu ambayo hali ya hewa ni nzuri. Kwa mfano kwa Dodoma sidhani kama inaweza kwa vizuri. Yaani Morogoro at least kusini mwa Morogoro, kenda mkoa wa Iringa, nyanda za juu kusini karibia yote kule ni sawa. Sababu yote utahitaji uwe na hali ya hewa nzuri. Ila unaweza kufanya seedling pia ukachanganya na enforcement kubwa kwa kwenye swala la nutrients. Napo unaweza kwa ukanda wa pwani unaweza, lakini sio favorable sana kutokana na aina ya chumvi ambayo inakuwepo tofauti na ukanda huu unapokuwa bara. Huko kunakuwa sana magnesium, huko kunakuwa sana calcium. Kwa Mafinga tuna academy ambako tunaizalisha
Baada ya kuizalisha ndipo tuna supply na kuuza. Kwa hiyo tutatoa contact. Asante. Mimi swali langu matumizi ya hiyo mitiki. Kwa mfano sisi tuna mti tunaita mlonge. Sio ule mlonge mzizi wake dawa. Alafu mti wewe unajengea ua. Alafu majani ni dawa. Sasa huu mitiki kazi yake hasa ni asante sana. Ila kazi nyingi. Napo kuanzia mizizi sawa, magamba yale yanatumiwa pia kama dawa, wengine wanasaga na wengine wakishasaga ile kuna magamba ya juu ambapo kwenye ule mzizi tunakuwa kama dawa, na mizizi yenyewe pia unaweza kasa mchanganya yatumia kwa pia dawa. Pia tukija kwenye upande wa mara nyingi inachukuliwa kama tumbo tumbo, alafu kwa sababu hii yote kwa inakuwa sio proven sana, kwa sababu inakuwa haina sababu, lakini maji yake kwa mfano mizizi bado kuchanganya, wengi wanatumia kama kwa ajili ya tumbo, labda kama tumbo la kukata ambalo hauarishi, yani yale maji yake yanakuwa na ile kemikali inataka kusaidia. Na pia hii miti yenyewe kija upande wa pili unaweza ukaitumia kama kabla ya kubwa kama urembo wa nyumba. Pia inapokuwa ni kubwa ile species ya tatu unaweza kutumia pia ukaikata kutengeneza mbao. Pia ile miti pia unaweza ukaitengeneza sasa hivi wasema kwamba wanatengeneza kwenda kutengeneza mbao laini, kwa mfano kama kwenye viwanda vilivyoko kule Mafinga, sawa, wanachukua ile kwenda kutengeneza mbao laini ambazo sasa hivi zinakuja kutengeneza bodi basi zinakuwa ngumu lakini zimechanganywa, kwa hiyo unasaga ule unga. Biashara yoyote inahitaji time, ndio maana tunaita kama uwekezaji. Kwa hiyo kwenye hichi kilimo cha mitiki, vitu vya kwanza vya msingi zaidi ni lazima uwe na wazo imara la kufanya hii aina ya biashara. Kwa sababu gani? Itakuchukua muda kidogo, miaka 3. Hii ni kwa species mpya siku hizi ambayo imefanyiwa hybrid, lakini kwa ile mitiki ambayo tunasema natural inaenda mpaka miaka 15. Kwa hiyo hapa kabla hujafanya uwekezaji lazima utenge muda wa kufahamu, kwenda kusoma na kuijua biashara yote kwa undani. Kwanza ni muda gani utatumia, pia kuangalia riski ambazo zitakuwa associated. Kwa mfano kipindi hiki chote muda unaendelea kuwekeza kwamba hautakuwa unapata kipato chochote mpaka muda wa kuja kuvuna. Kwa hiyo hapo ni kuangalia kwamba je, kipindi hiki muda unafanya uwekezaji hela itakuwa inatoka tu. Hela hii. Kwa hiyo ni kitu cha kuassess kwamba okay, risk iliyopo kwamba itakuwa natoa kiasi cha hela kuanzia swala la ufuatiliaji. Maybe you acquire the land, kwamba unaenda unanunua land, baada ya kununua land uanze kuifanyia kurekebishaji, uliandae, kufanya caring, then kwenda kuchagua aina ya mbegu, kupata vijana sawa ambao ni wafanyakazi wa kuweza kuclear na kusimamia. Kwa hiyo hizi zote ni riski involved kwenye hii aina ya biashara, na ndio maana output yake inalipa zaidi, lakini kutokana kwamba ni sio kilimo kwamba unafanya leo kesho utapata, ni cha muda mrefu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kujiandaa kimawazo kwamba kuna kipindi utakuwa haupati kipato, hela itakuwa inakutoka zaidi. Na kwa mfano ikitokea labda moto umesababisha kuungua, ni hasara, na ndio maana prevention measures zinakuwa nyingi kama kuweka fire break, pia kutenga eneo kubwa. Ndio maana mashamba haya mengi yanakuwa yako mbali kidogo na mimi, yanakuwa sio ambazo ni pembeni. Pia gharama ya kujiandaa kipindi hiki chote lazima ujue ndani ya miaka 2 mpaka 5 watakiwa utenge kiasi fulani cha hela ambacho lazima kitakuwa kinatumika kwenye zoezi zima la kushughulikia kilimo chote kwa ujumla. Lakini pia kitu kingine hapa cha
kujiandaa ni swala zima la nani atakuwa anasimamia. Na ndio maana uwekezaji huu kwa mwanzoni unahitaji matunzo sana. Mwaka wa kwanza na mwaka wa pili tofauti na mwaka wa tatu na mwaka wa nne. Kwa hiyo kuwapata watu sahihi wa kuweza kusimamia, na watu hao sahihi at least wawe na experience, wawe wamefanya. Na ndio maana kama tunaona kwamba akiwa amefanya inakuwa kala kuliko mtu ambaye hajafanya kabisa. Aliyefanya kwamba atajua hii miti jinsi ya kuikuza, kuipanga na kadhalika. Kwa hiyo kwenye vitu hivi ndivyo ambapo tunaweza kuassess kwamba amount ya riski ya kufanya aina hii ya biashara. Ni uwekezaji mzuri, uwekezaji ambao unasaidia sana. Sawa. Lakini unahitaji muda na ushauri wako binafsi. Ndio unafanya uwekezaji huu, pia unaweza kuwa unafanya uwekezaji wa muda mfupi wa kutengeneza kipato kingine ili kile kio kimesaidia kwenye maisha ya kila siku, ambapo kwa mfano labda uwekezaji kwenye kilimo cha mazao kwa mstaafu ameshaweza kustaafu, au kufungua biashara ambayo itakuwa ina angalau kila mwezi basi inaongeza kiasi cha hela. Tulifanya utafiti fulani kwa baadhi ya watumishi wengi ambao wanakwenda kustaafu. Tulikuwa tunawauliza kwamba je, baada ya kustaafu watafanya kitu gani? Tulikuta zaidi ya asilimia kubwa kama 30% walipoti out kwamba wataenda kufanya kilimo. Na kwenye kilimo wengi walikuwa wanafuata kilimo ambapo mtu akipata faida kama kilimo cha miti au labda kilimo cha mazao, lakini wachache sana walizungumzia kama kilimo cha mazao mjini, yani urban farm. Kwa mfano watu ambao wanalima mazao mjini. Hawa riski yake hii kubwa sana kuliko mtu ambaye anaenda kulima nje kabisa ya mji. Sawa, maana yake anaenda kulima mbali mashambani. Riski ya kule ni kubwa kuliko kwa mtu ambaye analima mjini. Kwa hiyo katika pale tukagundua kwa watumishi wengi wastaafu, priority kubwa wanaangalia kwamba faida kubwa iko wapi, lakini huwa waangalii kwamba riski iliyopo. Ndio unaweza kuona kwamba venture nyingi au biashara nyingi ambazo zinakuwa zimeanzishwa na watumishi baada ya kustaafu huwa mwanzoni zinaanza vizuri, baadaye zinasuasua kwa sababu kuto assess hizi riski vizuri. Ila wale ambao wanafanikisha, kwa mfano tuna mstaafu mmoja Njombe, yeye anamiliki mashamba mengi sana. Yeye aliassess riski, baada ya kuassess akafanya. Sasa hivi ana kama miaka 78 hivi, ana mashamba mengi sana barabara kuelekea Songea. Yacho kafanya ni kwamba aliangalia kwamba uwekezaji ambao atafanya, kwa kitu cha kwanza akawa ananunua ardhi kwa wale wenyeji. Baada ya hapo akaandaa, akatafuta vijana ambao kweli wanajituma. Baada hapo akapanda miti. Baada ya kupanda miti, sasa hivi wanavuna utovu, na sasa hivi kuna shamba lingine la mitiki amelianzisha ambapo bado lipo kwenye katika labda kuhudumia. Labda nimejibu. Na ardhi tukitaka kuanza nani? Kuanza kupanda. Ndio. Ardhi nayo. Sisi binafsi ardhi kwa upande wa kilimo cha mitiki hatuna, ila tuna kwa ajili ya uwekezaji tu, kwa sababu tulichukua maeneo mjini. Kwa hiyo tumechukua eneo kubwa la kwanza ambalo tunaanza la mfano. Kwa hiyo plan ni kwamba hatuna ardhi kubwa ya kufanyia hivyo kwamba tuuze. Nashauri utafute zako mwenyewe, lakini hapa fanya due diligence ya kutosha, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo unaweza kuambia ni mapori tegefu. Lazima ujue zile aina za ardhi sehemu husika. Ukaenda sehemu kaanza kugombana na serikali kwamba umeshaweka uwekezaji, kumbe ile sehemu serikali imeshaweka kwamba ni pori tegefu au ni sehemu ambapo kwa baadaye patakuja kufanyika uwekezaji fulani. Kwa hiyo ni muhimu pia kuassess ardhi gani kwenye mikoa ambayo nimeizungumzia, kwamba kuna sehemu ambazo tutachagua ardhi na maeneo mengi sana. Kwa mfano kwa vijijini, ukishaipata hakikisha unaenda kutengeneza hati. Hii ni kutokana na swala zima la migogoro. Kuna hati za aina mbili. Unaweza kwenda kutengeneza hati ile ya kimila
ambapo hati ya kimila utaitengeneza kwa kutumia serikali ya kijiji. Baada ya kupatia hati ya kudumu. Hati ya kimila haina kikomo, au unaweza kufanya hati ya kitaalamu hii kutoka Wizara ya Ardhi. Kwa sasa hivi unamchukua mpima, yani survey, ataenda kusurvey, utachukua coordinate ambapo ni majira ya nukta. Baada ya hapo utakuja kusajiliwa kwa halmashauri ya kijiji. Baada ya kuisajili utapeleka wilayani, na kisajili pale unakuwa kidogo uko huru kuliko ukichukua ardhi alafu ukaweka uwekezaji mkubwa, baadaye inapokuja kutokea tatizo inakuwa ni riski. Japo ni mara chache sana kupata maeneo vijijini katokea riski kama hizo, ila kutokana na sasa hivi swala la migogoro ya ardhi inapoanza kuongezeka, mtu kisha weka uwekezaji mkubwa kama huo kwa unatarajia baada ya muda uje upate kiasi kubwa cha hela, ni vyema zaidi kuassess pia na swala la ownership. Ya miche tuna academy Njombe pia na Mafinga. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana na sisi, kuna timu yetu iko kule, inaweza kuconnect. Morogoro pia kuna wenzetu ambapo sisi tulienda kujifunza nao, wana academy ambapo pia unaweza kuipata. Kwa mitiki sisi tuna ya kisasa tu, sawa. Maana sisi tumechukua hii ya kisasa zaidi, tunaifanyia kama pilot farm ili tuje tuone matunda yake kuanzia mwaka huu. Na nchi moja maana kile tulikuwa tunauza 5,000 mpaka 7,000. Lakini Morogoro wale wenzetu wana aina zote 3, ambapo wale kwa pia wanafanya na SUA, wana project kubwa, sisi tulienda kujifunza kwa wale. Kwa hiyo nashauri pia kwa sisi kama mtu anahitaji, unaweza kwenda kujifunza kwa wale, pia ukaja kwetu au kutafuta sehemu nyingine. Yaani tafuta angalau sehemu 3 hadi 4 ujifunze kwa kina, ujue. Pia unaweza kukompea bei. Wale kidogo bei yao iko juu kwa sababu wameinvest zaidi na wanafanya marketing. Sisi bado tupo katika hatua ya pilot, kwa hiyo bado hatujaingia rasmi kama to do it as a business. Ndio. Sawa sawa. Nianze na soko. Soko kwa sasa hivi bado ni kubwa kutokana na uhitaji wa aina. Kuna wengine pia wanahitaji kwa ajili ya kwenda kupanda sehemu zao kwa ajili kama leo. Pia kuna viwanda, kwa mfano Mafinga wa China wanakuja na viwanda viko 3 ambapo wale wananunua pia. Kwa hiyo kwa watu wote wa kanda za nyanda za juu kusini, manake ukienda Mafinga wale wa China wananunua ile ambayo imeshakomaa kabisa. Wale wanatengeneza wanatengeneza mbao, pia wanasaga ule unga wanapeleka China kwenda kutengeneza pia roofing. Kwa hiyo kwa sasa hivi soko ni kubwa kwa hiyo. Pia kwa Morogoro kuna wawekezaji pia wanaitafuta zaidi hii miti, sawa. Kwa sasa hivi inaonekana demand ni kubwa kuliko supply. Supply ni ndogo kuliko demand yake. Nikija kwenye upande wa input mwanzoni inashauriwa angalau uandae milioni 5 mpaka milioni 10. Hii inategemea na gharama za vijana watakuwa na walipo mtu anafanya matunzo, kwa sababu sehemu zingine wafanyakazi wanataka kuchaji hela kubwa, sehemu zingine charging yake inakuwa ndogo. Kwa mfano nachukulia sisi mwaka wa kwanza kwa tumeanza milioni 5 kama za pilot, na matunzo kwa ujumla kwa 8. Mwaka uliofuatia tukabidi tuna minimize cost kwamba ili tuangalie tutatumia gharama ndogo zaidi kwa 600,000 kwenye matunzo peke yake, na mwaka wa 3 pia tukatumia 700,000 sawa, kwa sababu tulikuwa tumeongeza zile bali. Kwa hiyo tunatarajia tuje tutumie milioni 18 mpaka 20
inapokuwa imekamilika kila kitu. Hiyo ni input na output. Tunatarajia tuje tupate milioni 80 mpaka 120. Lakini kuna gharama zingine zilizozitaja hapo kwenye upande wa marketing na sales, kwa sababu hizo siwezi predict, maana tunapredict tu kwenye upande wa matunzo. Kuna gharama kwamba je, kwenda kutafuta soko, transportation ya kufika kule, yeah. Kuna benki ile katika masuala ya kilimo kwa sasa hivi wajikita kutoa mikopo kwa wakulima ambao wanafanya kilimo kikubwa, na mikopo ile ni nafuu. Nadhani kwa mwaka juzi ilizinduliwa rasmi hii benki kwa ajili ya mikopo mikubwa, lakini hawataweza kupatia hii endapo kama hauna hati. Baada ya kuwa na hati watakuja kuverify kwamba kweli wewe ndio unamiliki ile sehemu. Wakishajiridhisha unapata mikopo na riba yake ni nafuu. Na pia kwenye swali pia la pili pale swala hadi ni kweli, kwa mfano kama sisi hapa tunafanya ni pilot ambapo hii ni hybrid, kwa it means tunachanganya hii model pamoja na sasa, lakini natural mitiki inaenda 15 years up to 18 years. Hii ndio ile natural. Sasa hii sasa hivi ni kwamba tunaangalia kuweza kufupisha ule muda, lakini pia tuweke matunzo makubwa. Ni kwamba tunaichanganya sawa, ni kitaalamu kuconvert, tunaita kama CRISPR, maana yake zile DNA particles za ile aina ya miti ili iweze kufupisha muda sawa. Kwa hiyo aina hii tofauti na ile natural. Na nikija kwenye swala pale, tukiangalia climate Ngorongoro kwa mitiki, nadhani kama inaweza kustawi, lakini sina utafiti inaweza kustawi kwa sababu mitiki tukiangalia Ngorongoro almost centigrade ile average sana 22 mpaka 28, na mitiki ina 16 toreti mpaka 24. Kwa hiyo I think inaweza kawa inastawi, lakini sina data, kwa hiyo siwezi confirm moja kwa moja. Na swali la pili pale niongeza kwamba je, hatuwezi kupata tolerant ya chuo cha kilimo hapa wanafanyia utafiti hapa SUA kwa ajili ya kuja kuangalia watengeneze aina ya plants ambazo zitakuwa tolerant. Wanachofanya ni kwamba wanachukua zile mbegu na kwenda kuzipanda sehemu ambazo ni hard. Kwa mfano unaweza kufanya ukanda wa kati, labda Dodoma au Singida, alafu unafanya baadaye. Hii ni research zinaendelea kufanyika ili kuja kutengeneza aina ya mbegu ambazo zitaweza kuvumilia hali ya ukame au hali ya kutokuwa na mvua nyingi. Kwa hiyo watu bado wapo wanaendelea kufanyia. Sisi kwa sababu hatujawa na large capital, lakini I think there is where we go. Nadhani hamna swali. Basi wanashukuru sana. Tutaandaa sawa hii presentation ambayo imetoa fupi, then tutawapatia. Asante.